Hebu jaribu kufikiria upo gizani, alafu baada ya muda unashtuka na unajikuta kwenye mazingira tofauti kabisa. Kuna giza kubwa, hakuna hewa, alafu kila ukijaribu kuchunguza hupati majibu kabisa. Baada ya kufikiria kwa muda mrefu, unakuja kugundua kuwa umezikwa ukiwa hai. Sasa hapo hapo ulipo, tulia hivyo hivyo. Hili dude ni kwa ajili yako. Kabla hatujaendelea, watu wamekuwa wakiniuliza majina ya movie kwenye sehemu ya comment. Sasa ili usichoke, hii movie inaitwa Barrier 2010. In case kama utaitaka movie nzima, wewe ni cheki kupitia namba yangu 0622195439 ili iwe rahisi zaidi, ni cheki WhatsApp. Mpaka hapo nafikiria kwamba upo tayari. Okay, tuondoke sasa. Huyu jamaa anaitwa Paul, ni dereva wa lori wa Marekani anayefanya mishemishe zake nchi za Uarabuni huko Iraq. Hatujui nini kimemkuta, ila anaonekana yupo ndani ya jeneza baada ya kushtuka kutoka kwenye usingizi mzito, na hajui imekuwaje mpaka akazikwa akiwa hai. Watu waliomzika, vitu pekee ambavyo wamemwekea kwenye jeneza ni kiberiti, kalamu pamoja na simu, lakini pia wamemwekea tochi. Hawajasahau kumwachia ujumbe kuwa simu yake imewekwa limiti ya kuzima, yani kuna muda ikifika itazima yenyewe. Alafu wakamwambia watampigia kumwambia nini cha kufanya. Baada ya kumpigia simu, wakamwambia wanataka fidia ya kiasi cha dola za Kimarekani milioni 5 ili wamwachie akiwa hai. Dola milioni 5 ni sawa na shilingi bilioni 2.6 za Kitanzania. Waliomzika ni waasi ambao waliamini kuwa serikali ya Marekani haiwezi kuruhusu raia wa Marekani afie nchi nyingine, hivyo wakampa muda wa kupiga simu kwa serikali ya Marekani au kwa mtu yeyote ambaye anaweza kufanikisha hiyo pesa ikapatikana, la si hivyo atakufa akiwa anajiona. Kama kuna dereva lori ananisikiliza sasa hivi, huenda ndiye akawa kiumbe pekee atakayeelewa hii movie. Wanangu ambao wanapiga ruti zao kwenda Kongo wana stori nyingi sana za kutisha wakiwa njiani. Wengine huwa hawafiki kabisa, wanafia njiani. Kwa sisi wana ambao huwa tunabakia mtaani, kama ikitokea ukatongozwa na mke wa dereva lori, we mkatae tu mwanangu. Wale washikaji wanapitia kipindi kigumu sana. Paul anaanza kuhaha, anamcheki mwanaye ambaye yupo Marekani, anamwambia kuwa mwanangu, hapa nilipo nimezikwa nikiwa hai, naomba ufanye mpango nipatie mawasiliano ya FBI, yani changamka kwa namna yoyote ile upate mawasiliano ya FBI alafu nitumie. Mshikaji wake akamwambia Paul, ujue acha ujinga, sasa unazikwaje ukiwa hai? Kama umekosa utani wa kunitania mwanangu, we lala tu, mimi nimesha kushtukia kitambo sana. Paul ikabidi akaze, akamwambia mwanangu, mimi sielewi na wala sikutanii, we fanya kama nilivyokwambia. Mbaya zaidi ni kwamba mtandao unasumbua sana kwa sababu yupo chini sana. Baada ya kupata mawasiliano, ikabidi awasiliane na FBI. Akawaambia mimi ni dereva lori, nipo Iraq, waasi wameniteka na wamenizika nikiwa mzima, na wanataka fidia ya dola milioni 5 ili waniachie nikiwa hai, la si hivyo nitakufa humu kaburini nikiwa najiangalia. Nahitaji msaada wenu sana, sipati hewa, nina njaa, nitakufa muda wowote. Paul anajaribu kumpigia simu mkewe na anamwambia kuwa amekata tamaa, yani hazani kama atatoboa. Nafikiri hata kama ungekuwa ni wewe, kitu cha kwanza na cha msingi kupiga kwenye situation kama hii ni kumpigia simu mke wako au mtu wako wa karibu, kumpa wosia na ajue unapitia kipindi gani kwa wakati huo. Wale waasi ili kumpa pressure Paul, wakamtumia video ambayo inaonyesha wakiwa wamemteka mwanamke mwingine wa kizungu, alafu baadaye wakamuua. Yote hii ni kumfanya Paul awe mwepesi kwenye kupiga simu ili pesa iingie haraka. FBI wakamwambia avumilie, wanakuja sehemu ambayo yupo ili kumpa msaada, lakini kadri muda unavyozidi kwenda, kaburi linazidi kujaa mchanga. Maana yake kama msaada utaendelea kuchelewa, basi hata dakika 30 Paul hatomaliza, atakufa. Waasi nao hawatanii, wanataka dola milioni 5 ili mwamba atoke akiwa anapumua, la si hivyo atakufa. Sasa Paul aliambiwa kuwa FBI watakuja kumwokoa, lakini waliompa hiyo taarifa sio FBI, ni kikosi cha mshikaji mmoja anaitwa Mark White. Hawa ni majasusi kutoka jeshi la Marekani. Mark White alikuwa ni mwakilishi wa kikosi cha mawasiliano cha jeshi, kampuni ya ulinzi, aliyekuwa akizungumza na Paul kupitia simu. Alimwambia kuwa wamefanikiwa kujua alipo kupitia GPS na timu ya uokoaji ipo njiani. Wanampa matumaini kuwa aendelee kuvuta subra, muda si mrefu watakuja kumwokoa. Paul anapata matumaini kuwa muda wa mateso kwake umekwisha, lakini baadaye Mark White anampigia simu tena na anaongea kwa unyonge na upole. Anamwambia kuwa pole sana rafiki yangu Paul, tumejikuta tumefukua kaburi la mtu mwingine anayeitwa Mark White, tukijua ni wewe na kaburi lake
lako halijulikani liko wapi, na hata huyu tuliyemwokoa ameshakufa muda mrefu sana. Lakini unakuja kugundua kuwa Makuwaiti amecheza mchezo na wale majasusi wa Iraq ili amteketeze Paul. Hii ni moja kati ya sini ambayo unaweza kulia kabisa kama utaimagine kuwa unakufa ukiwa unajiona bila kuumwa wala kupata ajali, alafu mbaya zaidi watu walisha kuzika hata kabla haujafa. Mzigo unaisha kaburini, kuna kuwa kimya sana na Paul anapumua kwa shida sana, na inaonyesha kuwa hatima ya Paul ilikuwa ni kifo mure kaburini. Usisahau kushare, kusubscribe na kucomment ili kila mtu aipate hii package. Kama utahitaji movie nzima, ni cheki kupitia namba 0622195439. Itakuwa nzuri zaidi kama utanicheki kupitia WhatsApp ili iwe rahisi kukutumia na iwe rahisi kukuelewa pia. Sasa wanangu, tufanye hivi, mimi na wewe twende pale kwenye website ya PMBet, alafu tujaribu bahati zetu. Pale kuna gari zinatoka kama vile Toyota Harrier na Nissan X-Trail. Sasa tuje kwa wanangu wa odds. Ukisikia odds za kibabe, hizi zipo PMBet pekee, na kwa wale wapenzi wa kasino, kumbuka kuwa PMBet ndio kampuni namba 1 Tanzania ya kasino. Pita pale kwenye website ya PMBet, andika pmbet.co.tz. Uzuri ni kwamba hata bila bando unaweza kubashiri ukiwa na PMBet. Hairuhusiwi kwa walio na umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kistaarabu. Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania.